Hallelujah. From Uganda. Ametokea Uganda. My pastors are Robert and Jessica Kayanja. Mchungaji wake ni Robert na Jessica Kayanja. From the ministry called Miracle Center. Kutoka huduma inayoitwa Miracle Center. Hallelujah. Hallelujah. Now my interpreter, it's your time. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Brother Paul George, natumika na mchungaji Enoch maeneo ya Nyakato Western kule. Mungu awabariki sana. Naomba tuendelee. Yes, hallelujah. Hallelujah. We want to thank God for this opportunity. Tunamshukuru kwa ajili ya fursa hii nzuri. For you may not know how happy we are. Nyinyi mnaweza msijue tunayo furaha kiasi gani. First of all, cha kwanza kabisa, what really makes my heart pump, kinachofanya moyo wangu udunde, when I came into the house, ninapokuja nyumbani mwa Bwana, I found my friends here. Ninakutana marafiki zangu hapa. And one of them, na miongoni mwao ni mchungaji Peter. Hallelujah. Hallelujah. Another one. Na jambo jingine is Mama Peter. Ni Mama Peter. Hallelujah. Hallelujah. Hebu msifu Mungu anayeishi. Hallelujah. Moja jambo la muhimu sana, whenever you go somewhere, unapoenda mahali, you find friends there. Unakutana marafiki pale. Hallelujah. Hallelujah. Apart from you guys being my sisters and brothers. Ukiachana nyinyi kuwa ndugu zangu wa kike na wa kiume, because this is a family. Kwa sababu hii ni familia. This is the house of God. Hii ni nyumba ya Mungu. Apart from you being my relative. Ukiachana kama nyinyi kuwa ndugu zangu, relatives in Kahama. Mna ndugu zangu hapa Kahama. I have now friends. Lakini sasa hivi ni rafiki sasa. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to assure you. Na naenda kuhakikishia kwamba when you come to Miracle Center Uganda, ukija Miracle Center Uganda, I'm going to be your friend. Nitakuwa rafiki yako. Hallelujah. Hallelujah. Because now I have met you. Kwa sababu nimekutana wewe. Hallelujah. Hallelujah. My sermon today is called ujumbe wangu wa leo, giving to the servants of God. Akuishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami nimeokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu kule tukafe. Mstari wa 13. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini ulifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Mstari wa 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Hallelujah. Hallelujah. Nyumba yake wakala siku nyingi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many of us you are happy that God gave you a pastor or a servant? Wakati atakupa mtumishi wa Mungu au mchungaji. Some of you are not happy. Wengine hawana furaha bure. Praise the living God. Bwana asifiwe sana. I'm going to repeat my question. Nataka mtu mmoja kwa sababu You are happy. ni wakati hapo kwa furaha God gave you a pastor. kama Mungu amekuchukua mchungaji. Praise the living God.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lord, I thank you, give me a pastor. Mungu kama asante kwa kunipatia mchungaji. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe sana. There is this pastor Huyu mchungaji God put in your life. ambaye Mungu ameweka maisha yake. God put him there for a reason. Amemweka pale kwa makusudi. Hallelujah. Haleluya. Some of you are married. Wengine wenu mmeoa. Some of you have your fathers. Wengine mna baba Some zenu. of you have your mothers. Wengine mna baba zenu. So why would you need a pastor? Lakini kwa mchungaji. Praise the living God. Bwana asifiwe sana. That means the reason that the pastor is in your life, Kuna sababu ya msingi kwa nini mchungaji yuko kwenye maisha yako. there is a reason. Kuna sababu ya msingi. Hallelujah. Haleluya. The man of God Elijah Mungu Elia was so powerful. alikuwa ni Mungu He sana. was so powerful Alikuwa na nguvu kabisa. that at one time Kidogo he said in the land of Israel akawaambia wana wa Israeli that there will not be any rain kwamba hakutakuwa na mvua kabisa. for 3 years, Na pia kitatu and his word maneno yake held water.